Mwamuzi Hassan amepuliza kipenga cha mwisho kutamatisha mechi ya siku ya leo. Kumbuka PAG walikuwa ugenini kwa mechi ya County League na bila shaka walikuwa wamekaribishwa na vijana wa Fundisa Stars. Mechi imetamatika 0-0. Hakuna bao ambalo kwamba tumeweza kulishuhudia, japo wenyeji walikuwa na nafasi nzuri za kuweza kushinda mechi hii, lakini hawakuweza kuzitumia vilivyo. Dakika 90 zimekwisha kuondoka katika uwanja huu wa Kibaoni na alama zimeweza kugawanywa, alama moja kwa wenyeji na pia vile alama moja kwa wageni. Kwa hivyo wacha tukaweze kusikia kutoka kwa nahodha wa klabu ya PAG aweze kutuambia ana utazama vipi mchezo huu, pia vile na coaches wa klabu ya PAG tukaweze kusikia kutoka kwake. Naitwa Michael Katsereski na hii ni Sports One Media. Hakikisha kwamba unatufollow kwenye mtandao wa YouTube ni Sports One Media, TikTok ni Sports One Media, Instagram ni Sports_One Media na Facebook ni Sports One Media. Teni 90 zimetamatika, alama moja ugenini na mechi ya kwanza. Pengine unazungumziaje mechi kwa ujumla? Mechi ilikuwa nzuri, ukiangalia tumeanza nayo ilikuwa vizuri na tumecheza game nzuri mpaka tumefika dakika za 90 tukirefera kumaliza mpira. Ilikuwa kuna nizi zimefanyika kwenye uwanja, lakini hiyo ni hali ya mpira. Na alama moja kwetu, hatukuwa tumejipanga na hiyo alama, ilikuwa pointi 3, lakini ni moja tu ndio tumejaribu kutafuta na tumebahatika na moja. Kwa sisi tuseme kama as a team ni na moja, sababu hapa ni ugenini na tunashukuru siku nyingine tutakuja hata Magicho nyumbani kwetu kule tutakuja na tutapata pointi 3. Wengine shida ilikuwa wapi? Malango kwa makavu kwa mechi yenu ya kwanza kabisa hatujashuhudia goli. Pengine shida iko wapi? Ni uundaji wa mipira ama ni ufungaji? Kikoto sisi tutasema ni ufungaji, sababu ukiangalia upande wetu wa nyuma watu walikuwa vizuri, linda lango wote wale walikuwa wanajisaidia. Sasa wote washambuliaji wetu wote wao na wetu wote walikuwa vizuri, lakini hawakubahatika kupata mabao. Lakini unawaambiaje mashabiki? Mashabiki mimi nawapa pongezi kwa kuangalia game, watupe support na morale tuje kuangalia game ili sisi tujidi kupiga zoezi sana na kuonyesha kiwango chetu kizuri kwa uwanja. Shukrani sana kwa muda wako na kutakia kila laheri kwa mechi na Manahodha. Dakika 90 mechi imetamatika na tumeshuhudia sare. Pengine unazungumziaje mechi kwa ujumla, jinsi ilivyokuwa, ni watu ambao wameteleza hadi dakika 90? Mechi venye tumejitayarisha, mechi si venye mbele kwa tunatarajia. Mechi imekuwa ngumu. Tumejitahidi kadri ya uwezo wetu venye mbele kwa tumepanga, lakini tumeambulia sare. Tunashukuru na sare ambayo tumepata na tutajitayarisha zaidi au mbele inakuja tuko tuzapatizo alama 3. Sare nyumbani, pengine unaizungumziaje assistant captain? Sare nyumbani kwetu sisi naweza sema ni mbaya kwetu, kwa sababu ni game ya kwanza tunaanza, na pia vijana wenye wamekuja away si wabaya, ni wazuri pia, na kulingana na mchezo wetu si au kwa mbaya, na ni kitambo sana kucheza county, tuliacha mwaka mmoja sasa, kwa sio mbaya. Na pengine mnarekebisha wapi na kuongeza wapi kuhakikisha kwamba matokeo yanakuja? Mahali mbetu tutarekebisha hapo kwa mastreka, itabidi tujirekebishe zaidi kwa nafasi tumepata, lakini hatukuweza kuzitumia vizuri. Tumepata tukapoteza hizo chance, so tutajitahidi na tutarekebisha hapo swala la mastreka, ili hata game mbeno kuja next game tulikuwa tuweza pateza alama 3. Mashabiki hawakutarajia matokeo haya, pengine mnawaambiaje kumalizia? Mashabiki wetu hawakutarajia matokeo kwa sababu venye mbele tulikuwa tumejipanga vilivyo tupate hizo alama 3, lakini tunazidi kuomba mashabiki wetu endelee na morali huo moyo huo watu support na watarajie vitu vizuri kutoka kwetu. Shukrani sana kwa muda wenu na kila laheri kwa mechi inayokuja. Asante. Coaches, wacha nichukue fursa hii kusema pongezi sana kwa kuweza kuchukua cheti cha ukufunzi katika mafunzo ambayo kwamba alikuwa anaendelea Kilifi County. Pengine
Shukran. Kwa kifupi tu unazungumziaje zoezi lile ambalo kwamba lilipita na ukufunzi? Kusema lo kweli, kwanza coaches Kalugo na namshukuru Maulana kwa sababu ya ule ukufunzi ambao tumefunzwa pale Kilifi. Kusema lo kweli umeleta mazao kwangu kama coaches. Naona zoezi lafanyika vizuri na vijana wameshaanza ku build up mambo mengine tofauti kulingana na mpira wa kisasa. Tuachane na hayo ya ukufunzi. Leo ukufunzi ulikuwa katika kiwanja cha Kibaoni. Pengine unazungumziaje mechi ya siku ya leo ambayo kwamba imeisha sare ya 0-0? Naam, kusema kweli game haikuwa mbaya, ilikuwa nzuri. Kila timu imepata nafasi zake na sisi tumepata zetu. Dakika tu za 15 za kwanza tulikuwa tuna hesabu mabao mawili, lakini ufungaji wetu hukumakinika ukapoteza hizo nafasi za wazi. Lakini naamini kwamba baada ya hii game tutashughulikia hayo na next game mashabiki watarajie mambo mazuri zaidi na zaidi. Point moja ugenini, pengine umeyatarajia haya ama ilikuwa ni vipi? Kusema kweli kwangu mimi ni kama improvement. Katika muda wote ambao nimekuwa mkufunzi, si tournament si ligi, game zote za ufunguzi huwa ninashindwa. Kwa hivyo kupata point moja katika game ya ufunguzi kwangu mimi ni kama improvement sana. So naamini kwamba hayo yote yametokana na yale mafundisho ambayo nimeyapata, na naona kwamba tutaendelea kuongeza bidii na kuunda kikosi kwa ile hali ambayo inastahili na tupate matokeo mazuri zaidi. Bado mko kwenye County League last season, tuliona pale mkijiondoa kwenye ligi na ligi bado ni ile ile ya County League. Pengine mabadiliko ni yapi kwa timu? Ya kusema kweli sahihi tumejipanga. Tumegundua ya kwamba kuna mambo na ufadhili. Ufadhili ndio huwa ni changamoto sana katika vilabu vyetu. So nimekaa nikaona kwamba nijaribu kuweka mikakati ambayo italeta rasilimali katika timu ili tuwezeshe timu ikamilishe huu msimu. So tumejipanga, na hata kwa mara ya kwanza kabisa PAG imelipa participation fee yote 21,500 ambayo hiyo ni kama history kwetu. So tumejipanga vilivyo na tunang'ang'ana mpaka dakika za mwisho. Asante sana kwa muda wako coaches, na kutakia kila laheri unaposafiri kurudi kule nyumbani. Shukrani sana. Asante, shukrani pia. Asante. Coaches, mmekuwa na takriban wiki nzima ya mazoezi na mkijitayarisha kwa ajili ya mechi ambayo imechezwa weekend hii ya tarehe 12 dhidi ya PAG. Sare ndio tumeshuhudia katika uwanja huu. Ukiwa nyumbani, pengine unazungumziaje mechi kwa ujumla, imekuwaje na pengine ni wapi pa kurekebisha na pa kuongeza? Gemu ilipoanza haikuanza vibaya, tumecheza vizuri, vijana wamejituma kadiri ya uwezo wao na mchezo ulikuwa mzuri kwetu. Ni nafasi tu zimepatikana, kisha maplayer wetu wamekosa ile kumakinika pale mbele na kutupatia ushindi, lakini ninaamini kabisa vile ambavyo tunaendelea next game tunaenda away. So hiyo next game wale jamaa wangu nitawanoa vizuri, kisha naamini kwamba nitaleta pointi 3 nyumbani, maanake naenda Sabaki na naamini kwamba pointi 3 nitazileta nyumbani. Vijana wangu wamecheza mchezo mzuri, isipokuwa ni vitu vidogo tu ambavyo ni virekebishe, na amini kwamba watakuja sawa kulingana na vile ambavyo natarajia. So hii sare ya leo si kwamba ati ninaweza kulaumu vijana wangu. Vijana wangu wamejituma kadri ya uwezo wao. So naamini kwamba next game tunaporudi kwa mazoezi tutafanya mazoezi mazuri, na tunapoenda away naamini ya kwamba tutachukua pointi 3 hapo Sabaki na kuja nyumbani, kwa sababu vijana wa Sabaki nilikuwa nao na najua ni wapi ambapo ninaweza kurekebisha na nipate pointi 3 pale mahali. Ni kwa sababu vijana wangu pia kuna wengi kadi zao bado hazijakuwa sawa, lakini ninapokamilisha kuwafanyia kadi zao, matumaini ya kupata pointi 3 na vijana wangu watakuwa wazuri. Manake hii game ya leo mwanzo kulingana na mashabiki wamefurahikia, na watazidi kuwapatia support vijana, na tutaendelea vizuri kwa mchuano ujao. Sio rahisi, ligi ya kaunti ya Kilifi inahitaji pesa, inahitaji usafiri, na pengine unawaambiaje wale wadhamini ambao wamewazunguka? Kulingana na wadhamini, sisi tunataka udhamini wa usafiri, manake hapa
si kwamba sisi tuko na mdhamini, bali ni sisi kwa sisi maofficial, kwa sababu tunapenda mpira na tulikuwa hapo zamani tulikuwa tukigusia maplayer, lakini kufikia saa hii tumesema maplayer tuwaache kando, tugusane sisi kama officials ambao ni tunasimamia hii team, tupate 100 kwa yule 300 kwa yule, ili tusukume mbele hawa vijana, kwa sababu hatutaki wapotee. Na tunapopata mfadhili tutakuwa tunashukuru, lakini kwa sasa hatuna mfadhili, ni sisi kwa sisi ndo tunasukuma hii team, na tuko na uhaba mwingi. Manake hapa tuko na uhaba kwa kiwanja, tuko na uhaba wa post, tuko na uhaba wa cons, tuko na uhaba hata wa boots. Hatuna boot, hatuna mambo za hizi cone, hatuna. So tunapopata mfadhili ambaye anaweza kutufadhili katika hii timu, nafikiri mambo yatakuwa mazuri. Na pia hata napongeza, kuna vijana ambao tunafanyia usajili ambao waongeze nguvu kwa hao vijana. So ninaamini kwamba tunapopata kama vijana 2 watatu, basi Fundisa Stars itakuwa moto wa kotea mbali. Shukran sana coaches kwa muda wako. Mimi nasema asante na kutakia kila laheri kuelekea kwa mechi ambazo kwamba ziko mbele yako.